Ni siku nyingine yenye mvuke wa vita na moshi mzito wa makombora unaofunika anga la Kharkov. Jeshi la Urusi limetangaza kuwa limefanikiwa kukomboa kijiji cha Otradnoe, hatua ambayo inatajwa kuwa ushindi wa kimkakati katika operesheni maalumu ya kijeshi nchini Ukraine. Katika taarifa iliyotolewa mjini Moscow, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyao vya Battle Group North vilitekeleza operesheni ya haraka, madhubuti na yenye uamuzi, kwani mitaa ya Otradnoe sasa iko chini ya udhibiti wa Urusi na milio ya risasi imebaki kuwa kumbukumbu ya siku moja kali ya mapigano. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, jeshi la Ukraine limepoteza wanajeshi zaidi ya 1465 katika mapigano yaliyotokea kwenye mstari mzima wa mbele ndani ya saa 24 pekee. Vikosi vya Urusi vimegawanyika katika makundi mbalimbali. Kundi la kaskazini limeangamiza zaidi ya wanajeshi 160 pamoja na kundi la magharibi limepunguza nguvu za Ukraine kwa wanajeshi 230, huku kundi la kusini likiripoti wanajeshi 265 wa Ukraine kuangamia. Kundi la kati likitoa pigo kubwa zaidi, kwani wanajeshi 410 na gari moja la kivita la Marekani, wakati mashariki ya Dnepr zikimalizia vita kwa upotevu wa zaidi ya wanajeshi 400 wengine, kwani kwa macho ya kijeshi ni siku iliyokuwa ngumu kwa Ukraine. Lakini mapambano hayo hayakuishia kwenye uwanja wa vita pekee, kwani Wizara ya Ulinzi ya Urusi imethibitisha mashambulizi ya angani yaliyolenga miundombinu ya mafuta na nishati ya Ukraine, vituo vinavyotumiwa kusaidia operesheni za kijeshi, na zaidi ya maeneo 145 yalilengwa, yakiwemo maghala ya silaha, vituo vya kuhifadhia drone na kambi za wapiganaji wa kigeni. Vyote hivyo vililengwa. Ulinzi wa anga na Urusi nao ulikuwa kazini usiku kucha. Maana katika taarifa hiyo, jeshi la Urusi limesema limeangusha droni 356, makombora 6 ya HIMARS na kombora moja la Neptune, kwani huo ni mchezo wa akili, teknolojia na kasi ya kivita ambao unaendelea kila saa. Lakini nyuma ya takwimu na mashambulizi hayo yote, kuna hadithi ya mateso, uharibifu na maisha yaliyovunjika, kwani Kharkov, Donetsk, Zaporizhia ni miji ambayo hapo zamani ilikuwa na kelele za watoto na masoko. Sasa inasikika kwa mlipuko wa mizinga na sauti za sirena. Je, wakati Urusi inaona mafanikio ya kijeshi, huku kwa upande wa Ukraine inaona upotevu mkubwa, lakini ulimwengu unaona ukweli mmoja: vita hivi havina mshindi wa kweli.